Wakati klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wakitoa sare kule Angola dhidi ya Petro Atletico de Luanda, huku Young Africans naye akipoteza kwa goli moja kwa bila kutokea pale Morocco FAR Rabat. Tuko na mchambuzi hapa Yusufu, tuzungumze naye. Ana nini amekiona kwenye mchezo hii miwili? Yusufu, kwema ndugu yangu? Ndugu yangu kwema. Uko vizuri kaka? Niko swadakta kabisa. Mambo yanaenda eh? Mungu ni mwema. Tumeshuhudia ligi ya mabingwa barani Afrika, mnyama Simba amepata sare ugenini, lakini Young Africans amepoteza ugenini. Tuanzie kwa mchezo wa wekundu wa Msimbazi Simba. Ulikuwa ni mchezo wa namna gani? Lakini ukiangalia pia Simba chini ya Steve Barker mpaka sasa mfanya dirisha dogo, kuna mabadiliko yoyote ambayo au heni inaonekana katika kikosi cha mnyama Simba? Tukija kwenye mabadiliko, kwangu mimi bado sijaona mabadiliko makubwa sana zaidi ya jitihada za wachezaji. Unajua hivi sasa utamfurahia Libasi Gwe kwa sababu anacheza kwenye fomu ya kuwa kwenye timu mpya, lakini unamfurahia mzee kama Dickson Kibabage kwa sababu yupo kwenye timu mpya. Kwa hiyo kuna ile shauku ya kutaka kuthibitisha kwamba nilistahili kuja kwenye kikosi cha Simba, lakini baada ya mechi kadhaa mbele huenda tusimshuhudie yule Luemba ambaye tumemtazama kwenye mchezo wa jana. Kwa namna ambavyo Simba inacheza, bado Steven Barker na kazi kubwa sana ya kufanya. Ukirudi kwenye siku chache zilizopita wakati anaondoka Dimitri Pantev, moja ya sababu ambayo ilimfanya aondoke ni kutumia wale mastrika asilia. Yaani kwa maana ni kocha ambaye alikuwa anaamini zaidi kwenda na single striker kuliko kwenda na striker pase. Na ndicho ambacho nimekiona hata kwa Steven Barker. Mechi ya 3 mfululizo Kibu Denis amekuwa akipata nafasi ya kwanza mbele ya Selemani Mwalimu, mbele ya Jonathan Soa. Hii inathibitisha kwamba kuna namna ambavyo waidha kocha anakikosa kile kitu ambacho anakihitaji kutoka kwa hao wachezaji, ama ni namna tu ambavyo ameamua kuwa anacheza. Na ukitazama timu yake inavyocheza, ni timu ambayo inategemea zaidi mawinga wa pembeni, lakini safari ikianza kuzifungia kwenye eneo la katikati. Moja kati ya sehemu ambapo pia ni kama Simba amepoteza mawasiliano mazuri kwenye eneo la katikati. Ukimtazama Kagoma, of course anajaribu kutaka kuthibitisha ni yule Kagoma, lakini ukirudi msimu uliopita na unamlika Kagoma msimu ni vitu viwili tofauti. Bado kunathibitisha kwamba kuna kazi kubwa ambayo Steven Barker na benchi lake la ufundi anapaswa kuifanya. Kwenye mchezo uliopita tuliona akiumia Wilson Nangu, lakini pia akaumia Kagoma kwenye ule mchezo uliopita dhidi ya Esperance de Tunis pale Benjamin Mkapa. Lakini hata ukirudi kwenye mchezo wa jana ulikuwa unaona kuna majeraha ambayo Simba ama mchezaji akiguswa yani anaonyesha kama amepata injury. Hii inathibitisha kwamba huenda kocha ambaye amepewa nafasi ya kusimamia utimamu wa wachezaji kazi yake haifanye kwa upasaha, ama mazoezi ambayo anawapa pia hayatoshelezi kulingana na mashindano husika nini ambacho anakihitaji. Kwa hiyo kiujumla nikimtazama Steven Barker, endapo timu itaendelea kucheza vile ambavyo inacheza, sioni akila Pasaka akiwa Tanzania. Kwa namna ambavyo naijua Simba, kwa namna ambavyo naujua uongozi wa Simba, pressure ambayo wanaipitia kwa hivi sasa, bila shaka wanahitaji kupata matokeo ya mfululizo kwenye mechi 3 zijazo. Endapo matokeo yatakuwa tofauti na hapo, huenda pia tukaanza kumjaji Steven Barker kwenye taswira nyingine, lakini tazama Simba ambavyo inacheza bado inathibitisha kwamba kuna kazi kubwa ambayo anapaswa kuifanya. Sawa, Yusufu, moja ya jambo kubwa ambalo limezua mijadala kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na kadi nyekundu ya Shomari Kapombe. Ulishuhudia tukio namna the way lilivyokuwa, alistahili kupewa red card kweli? Ile binafsi hakustahili kwa macho ya nje, lakini inawezekana kuna kauli ambayo Kapombe aliitoa kwa Lefalina ndio maana akafikia kutoa kadi nyekundu, lakini kwa tukio namna ambavyo lilikuwa uko unaona kama Kapombe alikuwa anastahili kupata kadi nyekundu. Na nafikiri pia hata mipango kazi ya mwalimu kuharibika ilianzia hapo. Baada ya Kapombe kutoka akalazimika kufanya sababu ya urazima, anatoka Morris Abraham anaingia Duchu Kameta. Namna ambavyo tukio lilikuwa ni kwamba tayari ma center back walisha win mpira akiwemo Shomari Kapombe. Alichokifanya Kapombe ni kwenda kumlalamikia mwamuzi kulingana na tukio ambalo Kagoma alikuwa amefanyiwa baada ya refarii sasa kupiga firimbi, lakini kitendo cha Kapombe kumfuata mwamuzi ndipo ambapo alienda kuzua ile kadi nyekundu. Ni kadi nyekundu ambayo ukitazama kwa haraka uweze ukapata sababu yoyote, yani uweze ukaona sababu ambayo ilimfanya mwamuzi aweze kuitoa kadi nyekundu, lakini
naamini pia kwenye ndani ya uwanja kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea. Inawezekana ameonewa, ama pia kuna kauli ambayo aliitoa, na ukijumlisha tayari alikuwa na kadi nyekundu, kwa hiyo alikuwa na kadi ya njano, kwa hiyo ikawa ni rahisi mwamuzi kuweza kumpa ile kadi ya pili na kumpa kadi nyekundu kwa ujumla. Kwa maana hiyo hakustahili kupewa ile kadi. Hakustahili, haikuwa kadi nyekundu, hakukuwa na tukio lolote baya ambalo lilifanya. Yeah. Sawa, twende kwenye goli ambalo mnyama amelipata. Anicet Oura, performance yake, ameingia dirisha dogo, vipi goli lake, lakini pia the way performance yake ilivyokuwa ndani ya uwanja? Hakuwa na kiwango bora sana zaidi ya kujaji goli lake, kwa maana tutamzungumza hivi sasa Anicet Oura kwa sababu alifunga kwenye mchezo wa jana, lakini ukija kwenye overall performance hakuwa na kiwango bora sana, mbali na kuwa aliingia kipindi cha pili. Kwa hiyo kwangu mimi narudia pale pale ambapo nimesema kwamba huyu Anicet Oura tunamjaji kwa hivi sasa. Yes, Anicet Oura ni kutokana kwanza yupo kwenye timu mpya, kwa atahitaji kuwataka kuwathibitishia mashabiki kwamba uongozi ulikuwa sahihi, ama scout ya Simba ilikuwa sahihi kumuona anastahili kuja kucheza kwenye kikosi cha Simba. Tutamjaji hivi sasa Libasi Gwe kwamba amekuwa na kiwango bora kulinganisha na wale ambao wapo, kwa maana kina Elim Panzu, kina Morris Abraham, kwa sababu yupo kwenye timu mpya. Kwa namna yote atahitaji kuthibitisha kwamba nilistahili kuja kucheza kwenye timu. Lakini hao wachezaji wapi mechi kadhaa mbeleni, inawezekana tukarudi tena kuwazungumza kwa engo nyingine. Kwa hiyo sitaki niwape room ya moja kwa moja kwamba wamefanikiwa, lakini kwa kiwango ambacho alikionyesha kwenye mchezo wa jana na ambacho amekionyesha pia hata kwenye michezo iliyopita, kama ataongeza jitihada, basi inawezekana ikawa ni rahisi yeye kuingia kwenye mfumo wa Simba na kuanza kuwa chaguo la kwanza mbele ya Steven Becker. Lakini mbali na hapo, tutaendelea kumchukulia kama mchezaji wa kawaida. Kwa hiyo kuwa mchezaji bora si tu kufunga, ni namna ambavyo unaweza ukachukua matumaini ya wale ambao labda wamekata tamaa, ama kuchukua matumaini ya kuona kwamba iwezekani, ndio ukathibitisha ndani ya pichi. Kwa hiyo natamani nimpe muda zaidi kuona kwamba kila alichokitoa kwenye mchezo wa jana kitakuwa na muendelezo kwa maana ya kufunga, lakini endapo kitakuwa kina muendelezo zipi, ni athari zake. Kwa hiyo tumpe muda, endapo ni mchezaji mzuri tutarudi kuja kumjaji kutokana na muendelezo wa matukio ambayo atakuwa yanaendelea pale ambapo anapata nafasi ya kucheza. Loemba vipi Loemba? Mechi yake ya kwanza jana amecheza mechi yake ya kwanza. Of course kuna 2-3 ambazo alikuwa anataka kuyathibitisha, kwa maana anaonekana ni mchezaji ambaye akiwa na mpira ana jicho la kuona pasi sahihi kwenye nyakati ambazo unamhitaji, utulivu bila kujali changamoto ambayo anaipitia ama inamzunguka, pressure mashabiki. Ana uwezo wa kuiendo kwa mchezo wa jana, lakini bado ni mapema sana kuanza kumjaji ni mchezaji wa level namna gani, kutokana kwamba katika ule mchezo kwanza amepata dakika chache akuanza, si ndio? Akumaliza dakika 90. Kwa hiyo ni ngumu sana kuyachukua yale matukio ama kuchukua ule muda ambao aliucheza and then ukaanza kumleti kwenye wachezaji ambao tayari wamesha fanikiwa. Nafikiri ukirudi kwenye usajili ambao Simba ameufanya katika dirisha dogo, ambao hauna doubt na tunaweza tukauzungumza, ni Clatous Chota Chama. Amethibitisha hilo. Nafikiri amekuwa anapata nafasi ya kuanza sio kwa bahati mbaya, anamaliza ndani ya dakika 90 sio kwa bahati mbaya, kutokana na utulivu ambao amekuwa nao kwenye eneo la mpinzani, lakini namna ambavyo anaweza kuiunganisha timu kwenye nyakati ambazo wanajenga mashambulizi kuanzia eneo la chini. Kwa hiyo tumi nadhani katika usajili ambao Simba ameufanya dirisha dogo, ni wachezaji wawili pekee ambao naona ni kama wamefanikiwa, kwa maana ya goalkeeper na Chama Clatous, lakini kwa wengine bado ana muda wa kututhibitishia level ama daraja ambalo unapaswa kuzungumzia. Kasali goalkeeper jana performance ilikuwa superb sana. Amekuwa na kiwango bora. Kuna baadhi ya saves ambazo anazifanya, and then narudi kwa goalkeeper ambaye aliumia kabla ya kusajiliwa, kwa maana Hussein Abel. Inawezekana kuna baadhi ya mistake ambazo zilikuwa zinaonekana zimepungua kwa kiasi kadhaa, ama kuna baadhi ya save ambazo yeye anazifanya, angekuwa ni goalkeeper daraja la kawaida ingekuwa ndio imeisha hivyo. Tarudi kwenye mchezo dhidi ya Experience de Tunis akiwa ugenini, alifanya bonge moja la save, lakini hata kwenye mchezo ambao ulichezwa Benjamin Mkapa kuna nafasi za mwanzoni sana ambazo Experience de Tunis walizitengeneza, lakini kwa ubora aliweza kuwabakisha Simba mchezoni kabla ya wao kwenda kupata bao. Kwa hiyo nadhani ni goalkeeper mzuri ambaye endapo
atapata ma center back ambao watakuwa na utulivu ama wanaweza kuchunga kumchunga, inawezekana akawa kwenye sehemu salama. Lakini mbali na kuwa pia amekuwa na kiwango bora, lakini bado kuna makosa ambayo kama goalkeeper anayo. Kwa hiyo hakuna mchezaji ambaye amekamilika, kila mchezaji ana ubora na madhaifu yake. Muhimu ni namna gani ambavyo unaweza inufaisha timu yako katika ule ubora ambao uko nao. Kwa hiyo kwa kiwango kizuri amekuwa nacho, kwa sababu nikimtazama, of course Kamara ni goalkeeper mzuri sana, lakini Kamara ni goalkeeper ambaye akisha kuthibitishia akakuaminisha kwamba yes, yeye ni bora, kuna nyakati anajisahau ama ana ile tabia ya kujisikia kwamba mimi ni goalkeeper. Kama unakumbuka amesha kugombana na Fabrice Luamba Ngoma pale Zanzibar, ndio ni kutokana na ule ukubwa ambao alikuwa nao kichwani, kwa kujua kabisa mimi ndiye goalkeeper wa kwanza na tayari nimeshawathibitishia wananileti kwenye hilo daraja. Lakini nikimtazama huyu goalkeeper mpya ana hiyo tabia ya kujihisi kwamba yeye ni mkubwa kwenye eneo la kiulinzi kuliko mwingine.